Tunaendelea na somo letu la msaada na wokovu kwa njia nyingine. Msaada na wokovu kwa njia nyingine. Kumbuka nilizungumza ya kwamba Mungu ana njia nyingi za kufanya. Ni Mungu mwenye namna nyingi za kufanya. Mungu ana mbadala wa vitu vingi. Na hata Mungu alipokuumba hapa duniani alitengeneza namna nzuri ya kuhakikisha wewe unaweza kuishi. Sisi wanadamu tunaweza tukajitengenezea njia moja ya kwamba katika hii njia mimi nitatoboa, katika hii njia mimi nitafaulu, lakini hizo njia zinaweza zikafeli. Hiyo njia inaweza isilete matokeo. Ndio maana nimekwambia Mungu ana njia nyingi kwa ajili ya kufanya kwenye maisha ya watu. Nakumbuka habari moja kwenye kitabu cha Yohana sura ya 5. Ni habari ya mtu mmoja ambaye alikuwa ni mgonjwa. Alikuwa kwenye birika moja kwa muda mrefu, Bethesda, kwa muda mrefu sana alikuwepo hapo. Ukisoma Yohana sura ya 5 anasema, na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yafanyeje? Yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akaatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wake wote uliokuwa umempata. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 88. Yesu alipomwona huyo amelala, naye akijua kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, akamwambia, wataka kuwa mzima? Hilo ni swali ambalo Yesu alimuuliza yule mgonjwa, wataka kuwa mzima? Kumbuka alikaa hapo miaka 38. Na alipomwona huyo amelala, naye alikuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, akamwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamwambia, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani. Moja ya habari ambayo nikisomaga naogopa sana. Anasema sina mtu wa kunitia birikani. Sina mtu wa kunitia birikani. Manake huyu mtu kuna vitu vikubwa kama viwili kwake. Napotaka kuelekeza kwamba msaada na wokovu kwa njia nyingine ambayo Mungu anaweza katengeneza hata wewe usielewe. Huyu mtu alitegemea msaada, kupata mtu wa kumsaidia. Manake katikati ya miaka 38 yote alikosa mtu wa kumtia birikani. Nitakuelekeza vitu viwili vya msingi sana. Mungu anaweza katengeneza njia ya kuvusha ambayo itachukua muda mrefu. Can you imagine? Yesu Kristo alikuwa hajazaliwa, ndiye aliyekuwa amebeba majibu ya huyu mtu ambaye alikuwa kwenye birika hii. Manake huyu mtu amezaliwa na ana shida, aliyebeba jibu la maisha yake hajazaliwa. Nakumbuka Biblia inasema alikaa miaka 38. Manake hiyo sio miaka yake ya kuzaliwa, no. Alikaa kwenye hiyo shida miaka 38. Manake alikuwa kwenye hiyo shida, mtu aliyebeba majibu ya maisha yake alikuwa hajazaliwa, ambaye ni Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo aliyebeba majibu ya maisha yake alikuwa hajazaliwa, ila yeye yupo. Kwa hiyo alikaa kusubiri majibu yake kwa mtu ambaye Yesu Kristo. Ni watu wangapi ambao unawadharau lakini wamebeba majibu ya maisha yako? Tumezungumza ya kwamba msaada na wokovu kwa njia nyingine, manake ni njia ambayo hauwezi kuexpect. Huyu mtu alisema sina mtu wa kumtia birikani, lakini kumbe yeye hakuhitaji huyo mtu wa kumtia birikani. Alikuwepo mtu ambaye hajazaliwa, ndiye ambaye alikusudiwa kuja kumsaidia. Kuna watu wengi sana ambao Mungu ameandaa majibu yetu kwao. Kazi yetu sisi ni kuwaombea. Huyu mtu angejua, angekuwa anamuombea mtu aliyebeba majibu ya maisha yao. Kuna watu wamebeba majibu ya ndoa yako. Kuna watu ambao wamebeba majibu ya kesho zako. Kuna watu ambao wamebeba majibu ya baadaye yako. Kuna wakati wewe unasafa hapa, lakini kuna mtu ambaye ameandaliwa na Mungu kwa ajili ya maisha yako. Huyu mtu alikuwa anasema sina mtu wa kunitia birikani.
Kumbe majibu ya yeye kumtoa kwenye hiyo shida yake anayo Yesu ambaye hayuko. Kwa hiyo kwa muda wote amekaa akisubiri Yesu aje kumpa matokeo hapo. Na Yesu alipofika alimwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Ni kodi tu hiyo. Manake huyo mtu amekaa siku zote hapo. Password ya yeye kutoka pale ni simama, jitwike godoro lako uende. Manake inahitajika mtu mwenye mamlaka ambaye anaelewa kanuni ya wewe kuweza kutoka hapo. Huyu mtu nimekwambia alikuwa anataka mtu wa kumtia bilikani, lakini Yesu alipokuja alimwambia jitwike godoro lako uende. Manake hiyo ndiyo ilikuwa solution ya yeye kuweza kutoka hapo, yeye kuweza kuamka hapo, yeye kuweza kusurvive hapo. Jitwike godoro lako uende. Mungu ameandaa matokeo makubwa kwa ajili ya maisha yetu, na Mungu ana namna nyingi kwa ajili ya kutuvusha. Kwa hiyo ni msaada na wokovu kwa njia nyingine, njia ambazo haukukusudia. Imagine mtu amekaa miaka 38 na yeye hitaji lake ni mtu wa kumtia bilikani, lakini Yesu anamwambia jitwike godoro lako uende. Hapo ndipo palipobeba jibu lako. Jitwike godoro lako uende. Mungu mwenye namna nyingi, njia zake si sawa na njia zetu. Huyu